Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Uongozi wa timu ya Yanga umetoa tamko kufuatia mchezo wa dabi ya Kariakoo na Yanga kupeleka timu uwanjani na Simba kutokana na tamko ambalo walikuwa wametoa hawajapeleka timu uwanjani, lakini pia bodi ya ligi pamoja na TFF wakatoa taarifa kwamba mechi ya dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba imesogezwa mbele na siku ya kuchezwa kwa mchezo huo itatangazwa, lakini Yanga wakapeleka timu uwanjani, na kwa mantiki hiyo wao wanasema kwamba hakuna mchezo mwingine wa dabi ya Kariakoo ambao wao watashiriki au watacheza. Mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulitakiwa kufanyika siku ya leo ndio ambao wao wanautambua, ndio maana wakaamua kupeleka na timu uwanjani, licha ya kwamba bodi ya ligi pamoja na TFF kutoa tamko la mchezo kusogezwa mbele. Sasa moja kwa moja tuangalie msimamo wa Yanga baada ya Yanga kupeleka timu uwanjani, na hiki ndicho ambacho wametoa tamko, ambapo kupitia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii peji ya Yanga na kutoka kwa makamu wa rais wa timu ya Yanga Arafat Haji kimeandikwa kitu hiki kuelezea msimamo wa Yanga. Ndugu wananchi, kwa dhati ya moyo wangu niwapongeze kwa kufika uwanjani kutoka kona zote nchini, mliosafiri kwa anga, mliosafiri kwa magari, mliopanda pikipiki, mliopanda boti hadi watembea kwa miguu. Yote ni kwa ajili ya Yanga Afrika. Huu sio tu upendo bali mahaba ya kulevya kwa klabu hii bora zaidi nchini. Ndugu wananchi, poleni mno kwa kazia ya leo. Sisi kama viongozi mliotupa dhamana kusimamia hii chapa, kwa niaba yenu tumepigana, tumehakikisha mawazo yenu, matakwa yenu na sauti yenu inasikika kwa sauti ya juu sana. Kwa kuheshimu mpira wa miguu na kuheshimu thubutu wenu, tuliandaa na kuleta timu uwanjani tayari kwa kushindana, ila yaliyotokea yametokea. Ndugu wananchi, poleni kwa kupoteza muda wenu, kwa kupoteza fedha zenu kwa ajili ya mechi hii kubwa na ya kihistoria. Ninyi ni sisi na maumivu haya ni yetu sote, kama ambavyo tumeimba pamoja, tumelia pamoja, basi hata sasa mpaka milele tupo pamoja. Hilo likae vyema kwenye kumbukumbu kuwa sisi ni Yanga. Wachezaji na benchi la ufundi, asanteni kwa heshima mliowapa wapenzi wa soka nchini bila kujali timu zao. Mmehakikisha mpira wa miguu umeshinda. Kuna wakati sio suala la mshahara wala posho, bali heshima kwa nembo ya kijani na njano. Asanteni vijana kwa kufika, na angalau mashabiki wameweza kuwaona na kuwalaki. Wananchi, mechi yetu dhidi ya mtani wetu Simba imeisha leo hii kwa msimu wa mwaka 2024-2025 raundi ya pili, na ieleweke vyema, hakutakuwa na mechi nyingine, sehemu nyingine, siku nyingine na tarehe nyingine yeyote ya kuihusu Yanga dhidi ya Simba kwa ligi kuu iwekwe sawa kwenye kumbukumbu na ikolezwe vyema kwa wino kuwa it is done and dusted. Sisi tunasonga mbele na ratiba zingine. Hii ndiyo sauti yenu moja, kamba moja ya daima, mbele nyuma mwiko, na tutashikilia hapo hapo. Wananchi, niwatakie safari njema wananchi wote kurejea makwenu. Mungu awalinde, awatunze, mkaungane tena na familia zenu. Tutakutana tena wakati mwingine panapo majaliwa, insha Allah. Imetolewa na makamu wa rais wa Yanga Arafat Haji akielezea msimamo wa timu ya Yanga kwamba mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya mtani kwa msimu huu imemalizika rasmi leo. Hakuna siku nyingine wala muda mwingine ambapo Yanga watakwenda uwanjani kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mashabiki wengi sana wa Yanga wametoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema kwamba Vice President imeisha hiyo.
Huyu ni Ali Kamwe, lakini pia huyu anasema wanatukosea sana, lakini pia Lamangozi anasema tubaki humu, lakini nachokiona game itakayopangwa na bodi ya ligi, sheria itatekelezwa kwa Yanga kuonekana kususia game na kuporwa pointi, ili hali leo hakuna hatua iliyochukuliwa. Vice, kuna hatua ya juu zaidi au ndo faraja tu? Lakini pia mwingine anasema sisi tupigwe faini kwa kuwazuia na wao wakatwe pointi kwa kuto kuleta timu uwanjani. Mwingine anasema daima mbele nyuma mwiko, tusimamie sheria na haki itashinda. Mwingine anasema kwamba bosi Arafat na kuomba mimi kaka shabiki, hii kauli yako isije badilika mkaanza kusema mmetumia busara, ongea na uongozi hasa rais, msitufanye mashabiki kama wapumbavu, hamjui sisi tunavyoumia kama mtajidai kutumia busara za kipuuzi. Mwingine anasema kwamba nawapenda sana na leo nimewazidishia heshima, shikilieni hapo hapo, hatutaki busara wala chochote. Mwingine anasema hii ndiyo kitu tunataka kutoka kwa viongozi wetu, it is done and dusted. Lakini pia nimekiona hiki ambacho amekiandika Jemedali Saidi punde tu baada ya makamu wa rais wa Yanga kutoa msimamo wa timu ya Yanga baada ya Yanga kupeleka timu uwanjani. Kwa upande wake Jemedali Saidi, kitu ambacho amekiandika kupitia akaunti yake ya Instagram, ambapo tunasema kwamba Yanga wamesema kwamba hawatacheza tena mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kitu ambacho amekiandika hapa, amesema kwamba sioni shida TFF na bodi ya ligi kughairisha mechi ya dabi. Nimefuatilia maoni ya watu wengi wenye ushawishi, nguvu, busara na maarifa juu ya kughairishwa kwa mechi ya dabi ya Kariakoo. Wengi wamejaribu kuwalaumu bodi ya ligi kwa kughairisha mechi bila kujali mazingira yaliyopelekea mechi kughairishwa. Ukisikia taarifa za watu waliozuia Simba kufanya mazoezi kwamba walikusanywa kutoka maeneo ya karibu na uwanja wa Taifa kuja kufanya jambo hilo, unajiuliza kwa manufaa ya nani na kwa ajili gani? Ukiona na kusikia namna Simba walivyoghasiwa na kuzuiwa isivyo halali kufanya mazoezi tena na watu wa timu mwenyeji wa mchezo, inakupa picha ya hisia za kuonewa ambazo wachezaji, viongozi, wanachama na mashabiki wa Simba walikuwa nazo wakati na baada ya pale. Kama viongozi wa Simba wangekosa busara wakaamua na wenyewe kusomba wahuni wa klabu yao kutoka maeneo ya karibu ya uwanja wa Taifa kuja kushinikiza wafanye mazoezi, hali ingekuwaje? Lakini Simba wenye hisia kali za kuonewa jana, leo wangekuwa Taifa muda huu wanacheza mechi na watesi wao kwa mfano, halafu itokee bahati mbaya kuwe na kosa la kibinadamu kama ilivyokuwa kwa dabi iliyotangulia ya Kayoko, unadhani hali ingekuwaje? Mpirani usalama wa mchezaji na mashabiki ndio kila kitu. Tayari kulikuwa na mazingira ya usalama mdogo, kutokuwa na usalama wa kutosha, insecurity. Kughairisha mechi ni busara na akili kubwa sana na sio vinginevyo. Kuwalazimisha Simba walioonewa baada ya bodi kuthibitisha haki yao ya kikanuni kuzuiliwa na wapinzani wao isingekuwa jambo la busara, hasa baada ya kuwasilisha malalamiko yao ya kuonyesha nia ya kuto kucheza. Kama wasingefika kwenye mechi, ingebidi wapokwe alama 15 ambazo zingezua mzozo mkubwa zaidi. Kughairisha mechi kwa mazingira haya ilikuwa ndio jambo pekee la busara za kiuongozi. Mtu anaweza kusema lolote akarahisisha kwa mdomo anavyoweza, lakini bodi wamefanya maamuzi sahihi kughairisha mechi. Mzizi wa jambo hili ni makomando wa Yanga kuwazuia wachezaji wa Simba kuto kufanya mazoezi, huku akijua kwamba kitendo hicho sio sawa na faini na kiduchu tu,
ambayo wangetakiwa kulipa. Wanaoilaumu bodi wote hawasemi kuhusu hawa makomando kuwa ndo chanzo cha yote ambayo yamepelekea dabi ya Kariakoo kuto kupigwa, na amemaliza hivyo. Lakini tumeona hapa msimamo wa Yanga ni kwamba hakuna kupeleka tena timu uwanjani kucheza na Simba kwa msimu huu, kwani ratiba ya kucheza na Simba imemalizika rasmi leo. Hivyo hakuna mchezo mwingine tena ambao Yanga watacheza na Simba kwa siku nyingine, kwa wakati mwingine na kwa ratiba nyingine ambayo itatangazwa na bodi ya ligi. Una nafasi pia ya kushare maoni yako kwa hiki ambacho kimetokea mchezo wa dabi ya Kariakoo, huku mashabiki wengi wa soka wakilalamika. Wengi wamesafiri kutoka mikoani, wengine wametoka nje ya nchi. Kuna mashabiki wametoka Kongo na kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya dabi ya Kariakoo, lakini dabi haijapigwa. Tochea maoni yako kama shabiki wa soka, una maoni gani? Kama shabiki wa Simba una maoni gani? Na kama shabiki wa Yanga una maoni gani? Lakini kiujumla, shabiki wa soka, share na sisi una maoni gani kwa hiki ambacho kimetokea. Lakini pia msimamo wa Yanga kwamba ratiba ya kucheza na Simba kwa msimu huu ambao ulikuwa ni mchezo wa raundi ya pili imemalizika, na hivyo hakuna mchezo mwingine ambao Yanga watakuja kucheza na Simba.